Unabii, unabii, unabii. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 21, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Nabii anapozungumza, wenye hekima usikiliza. Mnamo siku ya Jumatatu ya tarehe 23 ya mwezi wa 3 2026, ikiwa ni siku ya kwanza ya mfungo wa siku 3 kavu, mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicolaus Suguye wa kanisa la WRC akiwa katika hali ya maombi majira ya asubuhi, kupitia ukurasa wake wa Instagram na Facebook wenye jina la Prophet Nicolaus Suguye, aliandika chapisho la unabii lenye picha ya bendera ya Tanzania akisema, ombea hii bendera, naona giza nene, siku ya kwanza ya mfungo wa 3 kavu. Please pray for this flag. Ombea mihimili mitatu ya Tanzania: bunge, 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 mahakama na serikali. Wingu zito na mtu yuko ndani ya wingu anaondoka mkubwa. Nimeona toka juzi wana wa Mungu, kuna viongozi watatu wanaondoka. Ikiwa imepita siku moja tu tangu unabii huo ulipotolewa, mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicolaus Suguye leo Jumatano ya tarehe 25 ya mwezi wa 3 2026 majira ya saa 4 asubuhi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa taarifa kwa umma kupitia ukurasa wa Instagram wa Ikulu Mawasiliano juu ya kifo cha aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Taarifa ya kifo hicho inasema: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma. Taarifa ya kifo cha Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nasikitika kutangaza kifo cha Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani, kilichotokea leo tarehe 25 Machi 2026 majira ya saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na familia, wananchi wa jimbo la Isimani, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huo. Mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicolaus Suguye wa kanisa la WRC anaendelea kusisitiza tuwe katika hali ya maombi, hasa katika kipindi hiki cha mfungo wa siku 3 kavu, kuendelea kuliombea taifa letu, hasa kuiombea mihimili mitatu ya Tanzania ambayo ni bunge, mahakama na serikali. Zingatia maneno ya unabii aliyochapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram na Facebook siku ya Jumatatu ya tarehe 23 ya mwezi wa 3 2026, yanayosema: ombea hii bendera, naona giza nene, siku ya kwanza ya mfungo wa 3 kavu. Please pray for this flag. Ombea mihimili mitatu ya Tanzania: bunge, 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 mahakama na serikali. Wingu zito na mtu huyo ndani ya wingu anaondoka mkubwa. Nimeona toka juzi wana wa Mungu, kuna viongozi watatu wanaondoka. Biblia inasema katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 17, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya maneno ya Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai
tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Chief Prophet Nicolaus Sugwe pamoja na uongozi wa kanisa la The Word of Reconciliation Church na WRM-TV tunaungana na Watanzania wote, Wanaafrika Mashariki na dunia nzima, hasa wenye huzuni na uchungu juu ya msiba huu wa aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na mbunge wa Isimani, Mheshimiwa William Vangemembe Lukuvi. Ni maombi yetu kuwa Mungu aifariji familia nzima, hasa katika kipindi hiki kigumu. Amani ya Bwana iwe na familia yote. Amani ya Bwana iwe na taifa zima la Tanzania. Amen.